Sasa kwenye Chadema si jambo la ajabu kuona Mbowe angeliendelea kuwepo madarakani, lakini si jambo la ajabu pia kuona kumetokea nguvu ya kuweza kumwondoa, kwa sababu mshindani wake alikuwa ni makamu mwenyekiti wake na alikuwa ni mtu ambaye kwa siasa za kisasa ametengeneza ushawishi. Unajua siasa za sasa zimeingia sana kufanywa na vijana na hata ukiitizama Chadema kwa kiasi kikubwa sana, wakati ule Mbowe na Lissu wanavutana, ilikuwa ina vijana wengi. Kwa hivyo kwa kiasi fulani kuwa na mabadiliko ndani ya chama chao ilikuwa ni ajenda ya vijana, kwa sababu walikuwa wanaamini wanataka mtu ambaye atawapeleka kwenye ushindani wa kupambana na CCM akiwa madhubuti. Mbowe alikuwa tayari ametoka kwenye zile siasa tunasema radicals za moto zile, ameingia kwenye siasa za tunasema hizi siasa za kiutu uzima, siasa ambazo sio za migogoro na mivutano. Kwa hivyo watu wengi katika Chadema walikuwa bado wanaamini kwamba ili upambane na CCM lazima utumie msuli. Mbowe alikuwa tayari ameanza kutana ule upepo kwamba unaweza kupambana na CCM kwa kutumia maarifa.